Waandishi wa habari na Watanzania, nimewaita leo hapa kuzungumza nanyi kwa niaba ya chama chetu na kupeleka ujumbe wetu kwa Watanzania na msimamo wa chama chetu kuhusu upandaji wa bei ya mafuta na gharama na athari zitakazojitokeza kwenye maisha ya kila Mtanzania. Kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ninawatakia heri Watanzania wote kuhitimisha mifungo ya kiimani Ramadhani kwa Waislamu hadi kusherehekea sikukuu ya Eid el-Fitr na Kwaresma kwa Wakristo hadi kusherehekea siku ya Pasaka. Chama chenu mnachokiamini, tunalazimika kuzungumza nanyi mambo muhimu ya nchi yetu, na katika mazungumzo haya mambo muhimu ya kuchukua hatua. Kama chama kikuu cha siasa nchini, tunakusudia pia kuwa na utaratibu wa kila mwezi kuzungumza masuala muhimu kuhusu nchi yetu yanayohusu siasa, uchumi, mahusiano yetu, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo huu ni utaratibu mpya ambao tunauanzisha, ambapo kwa kila mwezi chama chetu kitazungumza na Watanzania mambo yote yanayokuwa yamejitokeza kwa mwezi ambayo yanahusu usalama wa nchi yetu, masuala ya uchumi na masuala ya kisiasa. Watanzania wenzangu, leo ninazungumza nanyi sio kuhusu bei ya mafuta. Ninazungumza nanyi kuhusu maisha ya watu. Ninazungumza nanyi kuhusu nauli za kila siku. Ninazungumza kuhusu unga, mchele, samaki, mboga, maziwa, mayai na bidhaa muhimu mezani kwa mwananchi. Ninazungumza kuhusu mamalishe anayenunua bidhaa asubuhi na kuuza jioni. Ninazungumza kuhusu mfanyakazi anayelazimika kupanda daradara kila siku kwenda na kurudi kazini kwa mshahara ule ule ambao hujapanda. Lakini maisha yakiwa yanapanda bei, ninazungumza kuhusu bodaboda, bajaji, wafanyabiashara wadogo, wakulima, wavuvi, wasafirishaji na familia za kipato cha chini na cha kati. Leo wanabeba mzigo mkubwa zaidi wa uchumi baada ya hiki kinachoitwa upandaji wa bei ya mafuta. Ukweli wa haya yote ni kuwa kupanda kwa bei ya mafuta